mwaka 1990 Captain Jose Constantino, huyu ni Mfaransa, huyu ni mtaalamu wa mambo ya bahari, mito na maziwa na mabadiliko ya upepo, na pia ni mtaalamu wa kingo za bahari na mito na maziwa. Alipokuwa anafanya tafiti katika bahari ya Mediterania, alikuja akagundua ya kwamba yale maji ya bahari yanapotoka katika bahari moja na kuingia katika bahari nyingine, kama vile maji ya bahari ya Mediterania yanapoingia katika bahari ya Atlanta, yale maji yanakuwa hayachanganyiki, kwa sababu kila bahari inakuwa na sifa zake. Kwa mfano, maji ya bahari ya Mediterania, sifa yake, vuguvugu lake linakuwa ni dogo, chumvi yake inakuwa ni ndogo, uzito wake unakuwa ni mdogo, tofauti ukilinganisha na maji ya bahari ya Atlanta ambayo yanakuwa uzito wake ni mkubwa, chumvi yake ni kubwa, uzito wake ni mkubwa, vuguvugu lake linakuwa ni pia ni kubwa, joto lake. Lakini yale maji ya bahari ya Mediterania yanaingia kupitia katika lile lango la Gibraltar, yanapenya yale maji, yanaingia katika bahari ya Atlanta kwa umbali wa kilomita zipatazo karibu 100, yakiwa katika urefu wa futi zipatazo takriban 1000, na eneo lile linakuwa na wimbi kali, upepo mkali, dhoruba kali. Lakini Dr. Jose Constantino alipozama chini ya bahari akifanya tafiti mbalimbali, alikuja akagundua kwa mara ya kwanza kwamba yale maji ya bahari ya Mediterania yanapoingia katika bahari ya Atlanta yanakuwa hayachanganyiki. Kila maji ya bahari yanakuwa na sifa zake. Jambo hili lilimshangaza sana. Akaja wakasema ya kwamba huu ni ugunduzi wa karne. Alipokuwa analieleza jambo hili mbele ya waandishi wa habari katika chuo kikuu cha Ufaransa, wasomi wa Qur'ani walikuwepo, wakamwambia ya kwamba jambo hili tayari Qur'ani ilikwisha sema katika karne ya 7. Qur'ani imeeleza katika sura ya 55 surati Rahman aya 19 mpaka aya 20, ikasema Qur'ani, marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani. Sadaqa Allahu alazim. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye anayezikutanisha bahari mbili. Hizi hapa zote ni bahari za maji chumvi, lakini akaweka kizuizi baina ya zile bahari mbili, zikawa zile bahari zinakuwa zinakutana tu, lakini haziharibiani sifa. Hili hapa Qur'ani imelieleza katika sura ya 55 surati Rahmani aya 19 mpaka aya 20. Qur'ani ikaja ikaeleza kuhusu maji ya mito yanavyotiririka
na kwenda kuingia katika bahari na katika maziwa, walikuja pia wakagundua ya kwamba yale maji ya mito yanakuwa ni maji matamu, yanatiririka, yanaingia katika maziwa na katika bahari. Lakini yale maji yanapoingia katika bahari pia yanakuwa hayachanganyiki na maji yale ya chumvi, yanakuwa ni kiasi tu cha kukaribiana, lakini hayaharibiani sifa yale maji. Kila maji yanakuwa na sifa zake, na ndiyo maana watu wa maeneo ya pwani kama vile wavuvi wanavyopita kule baharini, wanazama chini ya bahari, wakaenda wakiwa na kama vile dumu kwenda kuchota maji ya kunywa, kwa sababu wanaelewa ya kwamba maeneo haya ile mikondo imepita ya maji imeingia baharini. Lakini yale maji ya mito yanapoingia katika bahari hayaharibiani sifa, kila maji yanakuwa na sifa zake. Kwa hiyo wanazama chini na kwenda kuchota maji ya kunywa. Hili nalo pia Qur'ani ililieleza karne ya 7. Wa huwa alladhi maraja albahraini hadha adhbun furatun wa hadha milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan la yabghiyani. Sadaqa Allahu al-azim. Wa ja'ala bainahuma wa huwa alladhi maraja al-bahraini hadha 'adbun furatun wa hadha milhun hujajun wa ja'ala bainahuma. Sadaqa Allahu al-azim. Kalete msafu kwanza. Hii hapa simtaifanyia editing. Kalete msafu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelieleza hili nalo pia katika Qur'ani ya kwamba maji ya bahari na yale maji ya mito yanavyotiririka yakaingia katika bahari, yakaingia katika maziwa, yanakuwa yale maji hayachanganyiki. Maji ya bahari yanabakia kuwa ni maji ya bahari tu, na yale maji yaliyotoka yakatiririka yakaingia ya mito yakaingia baharini, nayo pia yanabakia kuwa ni maji matamu tu, hayachanganyiki, yakaharibia na sifa. Na hili hata wale wavuvi wanalijua ya kwamba mito yote inavyotiririka ikaingia baharini, katika yale maeneo wanayajua kwamba hapa umepita mto fulani. Wakiwa wanahitajia maji ya kunywa au ya kupikia, pale utakuta wanazama chini na dumu kwenda kuchota yale maji yaliyokuwa matamu, wakaja nayo kwenye chombo chao, yanakuwa hayachanganyiki. Hili nalo pia Qur'ani imelieleza katika sura ya 25 Suratul Furqani aya ya 56. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa huwa alladhi maraja albahraini hadha adbun furatun wa hadha milhun hujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye anayezikutanisha bahari mbili, hii ni ya maji chumvi na hii ni ya maji matamu ya kunywa, na akaweka kizuizi baina ya bahari zile mbili ya kwamba zisiharibiane sifa kiasi cha kukutana tu. Hili nalo pia walikuwa wao hawalijui, wamekuja kulijua mwaka 1990. Kwa hiyo
hata katika zile bahari mbili nazo za maji chumvi, zile manuari zinazozama chini zinapotoka kwenye bahari moja, kwa mfano inatoka katika bahari ya Mediterania inakwenda katika bahari ya Atlanta, kwa kuwa bahari ya Mediterania maji yake, chumvi yake inakuwa ni ndogo, vuguvugu lake ni dogo, na uzito wake unakuwa ni mdogo, ile manuari inakuwa ni rahisi kuzama chini. Lakini katika bahari ya Mediterania, bahari ya Atlanta, uzito wake unakuwa ni mkubwa, yale maji, chumvi yake inakuwa ni nyingi, vuguvugu lake linakuwa ni kubwa. Manuari inapotoka upande mmoja na kuingia upande wa pili ya bahari nyingine yenye sifa ambayo ni tofauti na ile ya bahari ilikotoka, hapa katika ile manuari walivyotengeneza, kunakuwa na mlango maalumu na kunakuwa na tenki. Wanafungua ule mlango ili maji yaingie, kuisaidia ile manuari iweze kuzama chini kwa urahisi. Na inapokuwa pia inatoka katika bahari kama vile ya Atlanta inakwenda katika bahari ya Mediterania, ambako huku uzito wake unakuwa ni mdogo ya yale maji, ikifika huku ni lazima yale maji wayapunguze, la sivyo ile manuari itazama moja kwa moja kwenda chini kabisa huko, kwa sababu huku maji yake yanakuwa uzito wake sio mkubwa. Hili wamekuja kulijua. Hivi ndivyo Qur'ani ilivyosema katika karne ya 7. Muujiza huu Mwenyezi Mungu aliyouweka kwenye bahari mbili, bahari ya maji chumvi na maji chumvi, ikawa kila bahari ina sifa zake, ikawa haziharibiani sifa kiasi cha kukutana tu, na bahari ile ya maji chumvi na hii ya maji matamu nazo pia zinakuwa kiasi cha kukutana tu, lakini haziharibiani sifa. Muujiza wa marajal baharaini Mwenyezi Mungu ameuweka pia katika mwili wa mwanadamu, ameuweka katika damu. Ile damu yote inakuwa ni moja na iko ndani ya mwili mmoja wa mwanadamu. Lakini ile damu, kuna damu ambayo inakuwa ni oxygenated blood na kuna kuwa na damu ambayo ni deoxygenated blood. Kuna kuwa na damu iliyokuwa na oxygen na kuna kuwa na damu ambayo ina oxygen na kuna kuwa na damu ambayo haina oxygen. Damu zote hizi ziko ndani ya mwili mmoja, lakini hazichanganyiki. Ule muujiza wa marajal baharaini, bahari mbili zinakutana lakini zinakuwa haziharibiani sifa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo hili nalo pia ameliweka ndani ya mwili wa mwanadamu, na zile damu zote zinapitishwa kwa wakati mmoja katika moyo. Ile damu iliyotumika inapitishwa upande wa kushoto katika moyo, inaletwa katika mapafu. Hapa ndiyo kwenye kiwanda cha kutiwa ile damu oxygen. Ikishatiwa oxygen inazungushwa, inapelekwa upande wa kulia, inapitishwa kwenye moyo. Moyo unaipampu ile damu, unaipeleka katika mishipa au mirija iitwayo pulmonary artery, ambayo mishipa ile au mirija ile ndiyo inakwenda kuigawa ile damu na kuisukuma na kuipeleka katika viungo inakotakiwa vya mwili ikatumike, ikiwa ina oxygen ndani yake, ikiwa imebeba madini ya aina mbalimbali, pia ikiwa ndani yake kuna vitamini mbalimbali, inahitajika vikatumika katika viungo vya mwili wa mwanadamu katika mpango wa kibiolojia na kikemia katika mwili wa mwanadamu, ili mwili wa mwanadamu uweze kufanya kazi. Lakini damu hizi zote mbili hazichanganyiki, na zote ziko ndani ya mwili mmoja, na zote zinaingizwa kwa wakati mmoja katika moyo. Huu ni muujiza uliokuwa mkubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wa fi anfusikum afala tubsiruna, hivi kutokana na nafsi zenu hamjiangalii.
kwa kiasi hiki alichotukadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika darasa hili tuliloeleza kuonyesha jinsi Qur'ani ni kitabu ambacho kiko mbele ya wakati, mbele ya muda, mbele ya zama, mbele ya watu na mbele ya kila mahali. Wal afwa minkum,